Nawashukuru sana watazamaji wetu mnaotutazama katika runinga yetu ya Gatembe TV. Leo niko katika mji wa Hispania ambaye ni mpaka wetu wa Kenya na Tanzania, ambapo nimekutana na mtumishi wa Mungu Bishop Peter Rioba kutoka kwa kanisa ya PEFA Cathedral hapa mji wa Hispania, na ataenda kutuelezea mengi akitufahamisha jina lake kamili, anaitwaje, alizaliwa wapi. Leo mmekuwa mkimuona akihubiri kwa redio yetu na TV yetu, lakini mnaweza kumuona amebarikiwa na kuinuliwa, mkafikiria ya kwamba alizaliwa labda kwa jamii ambayo imebarikiwa labda na kuinuliwa na vitu, lakini ninaamini ya kwamba kuna challenges amepitia na kufika umbali huu Mungu amemleta, kuna price amelipa. Kwa hivyo watumishi wa Mungu wale ambao mko pale nje mnateseka, mnafikiria kwamba watumishi wakubwa mnaona ni kama hawapei nafasi ya kwamba wamewatenga ama wamewaassume, kuna mahali wametoka, wanataka na nyinyi mtoke hayo mahali ili ukipata hiyo huduma uweze kuithamini. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, Pastor Mary. Amina Bishop. Yes. Habari za leo? Salama sana. Amina. Yeah. Tuko salama. Amen. Leo tumekutembelea hapa Hispania. Asante, karibu. Tunashukuru kwa makaribisho mazuri. Amen. Amen. Tumefurahi sana. Na Mungu akubariki kwa moyo huo mkubwa na moyo wa upendo. Amen. Basi wajulishe watazamaji wetu majina yako kamili. Kwanza napenda nishukuru kwa TV na Radio Gatembe kwa kuja kuwa pamoja na sisi. Amen. Kwa jina langu ninaitwa Askofu Peter Rioba. Ninachunga kanisa la PEFA Cathedral Hispania. Lakini vile vile ni muangalizi wa makanisa ya PEFA kwa region ambayo inaitwa PEFA Bukuria South Region. Yes. Ambayo iko na makanisa zaidi ya 60. Mimi kuzaliwa, nimezaliwa kwa kijiji ambacho kinaitwa Ukiharaka. Na mzaliwa wa kijiji cha Ukiharaka kwa nchi yetu ya Kenya. Ndio. Wakati nimezaliwa nilikuwa nikiwa kama miaka 7 hivi. Ndio. Ndio ninaelekea class 1, baba na mama wakaachana. Babangu anaitwa alikuwa anaitwa the late Mzee Joseph Wangui Nyera. Na mimi ndio mzaliwa wake wa kwanza kwa watoto wake. Na mama yangu anaitwa Spora Bulemi na ambaye pia ni marehemu. Wakati mama na baba wameoana na mimi nikazaliwa nikiwa mdogo tu, ndio nikiwa kama miaka 7 nikielekea miaka 8, baba waliachana na mama. Ukanimagine sasa katika umri huo, hauna wazazi wote. Sasa aliyekuwa ananitunza ni nyanya. Nyanya ndio alinitunza, kinilea katika udhaifu. Tukaendelea hivyo, tukakua, tukaenda shuleni, vitu vingine wakati mwingine najinunulia. Hali ikawa ngumu, maisha yakawa magumu. Baba akafika sehemu akashikwa. Kuna tuhuma alituhumiwa, akashikwa, akafungwa. Tukawa sasa tunasumbuka hapo, nyanya anateseka na sisi, hakuna mtu anatutunza, lakini tukajigharimia. Mungu akatusaidia, tukatoka hapo, tukapata nguvu za kuanza kujifanyia vitu. Na mimi nilijifunza kujitafutia. Hata ilifika kwa masomo nilishindwa kumaliza secondary yangu. Nilipata masomo ya secondary, mama wakati huo akawa na pia na mama akatuacha. Baba ametuacha, mama pia akatuacha, akahamia sehemu moja inaitwa Molo. Kaenda kakaa pale 1991 ndio nikaenda pale kumuona, akaniingiza form 1 kwa shule moja inaitwa Molo 220. Nikakaa pale nikasoma. Ikafika hali tena kukakuepo na vita kati ya wa kabila hizo mbili, kati ya Wakikuyu na Wakalenjin. Kukakosekana amani, nikahama tena mimi nikarudi, na mama akawa pia uwezo wa kusomesha haupo. So nikaja nikaanza kujishughulikia mwenyewe, kujitafutia mambo na biashara. Hata Bwana alikutana na mimi nikifanya biashara huko sehemu za Masangora. Nilihamia sehemu moja inaitwa Masangora na 1994. Masangora ni hapa Kuria? Iko Kuria. Yeah. Okay. So 1994 nikawa nimeoa mke wangu. Tukaanza maisha. Na wakati huo nikawa sasa hata sina habari na Yesu. Kufika 1996 nikakutana na Yesu.
Na wakati niliokolewa nikapenda neno la Mungu. Ulikutana na Yesu kivipi? Mtu alikuhubiria, ulikuwa kwenye mkutano wa hadhara? Ulipatanaje na huyu Yesu? Hata ndio maana hii huduma ya uinjilisti naipenda. Ndio. Kwanza hapo nyumbani kuna babangu mdogo ambaye alinilea. Ndio. Nikiwa mdogo tukienda kuchunga na yeye, alikuwa anapenda kuniwekea kitu ambacho kilikuwa kinanipa hofu. Nilianza kuwa na hofu nikiwa mdogo sana. Sasa huyu baba mdogo alikuwa ananiambia, alikuwa anasubiri ng'ombe zikienda, sasa karibia ziingia kwa shamba la mtu, anaanza story kwamba hivi Yesu anarudi, wakiwa na rafiki yake. Sasa wao wanafanya mchezo hapo, sasa wataki kurudisha ng'ombe, sasa wanataka mimi tu ninasumbuka. Sasa wanasema Yesu anarudi kipindi gani? Sasa nikisikia wanasema Yesu anarudi kipindi gani, ninaanza kulia. Sasa wananiambia, ukitaka tumkataze asije, kimbia urudisha ng'ombe. Sasa ninakimbia nikilia, naenda narudisha hizo ng'ombe. Nikifika wananiambia tumeongea na yeye, amesema mpaka next year. So nikisikia hivyo wamesema next year, ninapata nafuu, maana Yesu atakuja next year. Sasa hiyo neno likao linasumbua. Sitaki kukaa nyumbani, maana nikikaa nitalea mtoto. Na nikienda kuchunga, tukienda kuchunga nao, hiyo ni punishment wananipa. Mara sasa sio kitu kingine walikuwa wanasema Yesu anarudi. Ni sasa mimi nilikuwa naona wao ndio wana uwezo tu wa kuongea na Yesu. Na Yesu asirudi. Maana walikuwa nasema akirudi anaanza kuchoma watu. Na walikuwa naogopa kuchomwa. Hiyo sikuwa nataka wataje hiyo. Sasa hiyo neno ikawa inanisumbua. Sasa kumbe nikajua ni Mungu alikuwa anaweka hofu ndani yangu ili niendelee kumuogopa na kumheshimu. Na wakati nilikuwa sijajua. Sasa wakati nimekuwa nimepitia kwa machangamoto hayo yote, nimeoa. Mke wangu naye nilipomuoa alikuwa ameokoka. Sasa akaanza kuniombea, anamwambia Mungu. Sasa kuna watu walikuja wainjilisti wakanipata kwa mji. Kuna mtu alikuwa anajifanya anakoka, kumbe anatumia Biblia kukuombea, lakini yeye mwenyewe yani ukiangalia ni kama ni maneno ya uganga anafanya. So watu wakaja wakanipata nimekaa kwa huo mji, wainjilisti wakashuhudia habari za Yesu, wakaeleza vile Yesu anaokoa. So na mimi nikasikia kuokoka. Nilipookoka sasa nikaanza kufanya kazi ya Mungu. Nikasikia moyo wa kumpenda Yesu, nikaenda nikabatizwa, nikamwambia Bwana nataka nikutumikie. So nikaanza kufanya kazi ya kufundisha kanisani. Yule mchungaji akaniachia watu kwa ibada ya katikati ya wiki. Wakati mwingine walikuwa wanakuja watu watatu, lakini waliponipa hiyo ibada ikapiki watu wakaenda mpaka 20, wakapenda mafundisho, tukarudisha hilo somo la katikati ya wiki. Kazi ya Mungu ikaendelea na nikashitukia vitu vinakanyika vizuri kabisa, na Mungu akaniinua kwa namna hiyo. So nikaanza kuhubiri. Na sana sikuwa nataka niitwe mchungaji. Mimi nilikuwa nataka niitwe mwinjilisti. Hicho ndicho kitu ambacho nilikuwa ninasema kwa moyo wangu. Mimi nataka niwe mwinjilisti wa kuhubiri mikutano ya hadhara na watu wakiokoka. So nikaanza hapo, ninafanya seminars, attend seminars, nikaendelea hivyo. Siku moja kwenye wilaya yetu ambayo tulikuwa nimeinuliwa, nikawa mwenyekiti wa vijana. Nikatoka hapo nikajitahidi, hata kanisa tukanunua vyombo. Nikatoka kwa mwenyekiti wa vijana wakaniweka mzee wa kanisa. Nikajitahidi nikahakikisha hata kanisa linamhudumia yule mchungaji ambaye tulikuwa chini yake. Sasa tukaendelea hivyo. Siku moja wakapropose, wakasema tunataka tukupatie huduma ya kuchunga kanisa. Nikamwambia mimi hapana. Mimi sitaki niwe mhubiri, nataka tu niwe mwinjilisti. Sasa siku moja nikaota nimeona nimekuja Hispania, nimesimama kwa hicho chuma ambacho kiko hapo chini karibu kwenye maduka hapo. Nikaona niko hapo. Sasa nikaona watu wengi wamekuja, wamekaa chini na ninawahubiria. So wakati niliona hivyo, wakati
maono hayo yalikuja hivi, nikasema ama ni Mungu anataka nihubiri. Mama mmoja akatuma akaja akaniambia, Mungu ameniambia uwe mhubiri. Na wakati huo nilikuwa nikisikia wakiniambia nihubiri, ninakataa. Alafu nikawa nikikataa, siku hiyo nitaugua tumbo. Wakati ninajaribu hata ninatumia madawa siponi. Lakini siku watatangaza kwamba nimealikwa semina na ninaenda kuhubiri kwa hiyo semina, tumbo inaisha yenyewe. So nikajua ni Mungu anataka nihubiri. So huyu mama akaja akaniambia, Bwana ameniambia uwe mhubiri na ni yeye anakutuma Isibani. So nikakubali. Pale uliposema kwamba mliachwa, baba na mama waliachana mkiwa wadogo. Challenges gani watoto wanapitia wakati wazazi wanaachana na watoto wanaachwa hapo? Hiyo sasa wanakuwa upande wa baba ama upande wa mama? Hiyo sasa ndio shida kubwa. Kwa sababu watoto, unajua watoto ni wazazi. Ndio. Sasa nilikuwa ninasumbuka sana na hilo neno. Kwanza mtu wa kutupikia, nyanya ana umri. Sasa sisi ndio tutaenda hata tusenye kuni. Sisi ndio tutaenda tusage. Mimi najua hata kusaga ile ya Orogena. Orogena. Ninajua hiyo. Kabisa na manyetego sina. Hiyo ni ndo manyeti kabisa. Tuende tulete maji, na saa hiyo pia shule inahitaji vitu vingi sana. Umefukuzwa karo, una mtu wa kukulimia au kukulipia. Lakini uzuri kuna head teacher ambaye anaitwa Mwalimu Waichoka, rafiki yangu sana. Waichoka hata ameoa Kisii. Alinipenda yeye, hata kama singekuwa na uniform shuleni hakuwa anasumbuka kunituma nyumbani. Yani alinipenda, kaniheshimu. Angetuma watoto wote, lakini anasema apita yeye abaki. Na sijui kwa nini aligundua kumbe nina matatizo. Na wazazi tuombe sana wazazi wao wanakaa pamoja na watoto wao. Hiyo neno inaumiza sana. Hata mimi nilikuwa kidonda. Dada zangu hao, pastor, inakuwa neno baya sana. Hata inafika sehemu hata kuolewa na olewa tu kama paka tu. Yani kwa sababu wazazi hawako. Wazazi hawako, hamjasoma, hamjaendelea, chakula inakuwa ni shida, mavazi ni shida. Lakini Mungu akatusaidia kwa maisha hayo na tukapita. Amen. Barikiwe sana. Sasa kwanza huduma. Ulianza huduma lini? Na 1998. Ulianzaje mtumishi? Ndio hiyo nilikuwa nakwambia, nilikuwa naenda mikutano, ninahubiri hizi seminars. Na nikapenda sana kazi ya Mungu kuifanya. Na kuna mama anaitwa Mama Nsongo, tulikuwa tunatembea na yeye sana. Alikuwa ameinuliwa na Mungu. Sasa na alikuwa mikutano, anasema nina kijana ambaye nitakuwa naenda naye. Na nilikuwa nikienda, Mungu anaonekana. Kitu kama 1997 hapo nikaunda timu ambayo ilikuwa inaitwa Jamie, maana yake Jesus Ministry. Nikawa ninaondoka, mimi sio mhubiri, lakini nikawa na timu hapo ya vijana kwa lile kanisa letu. Ninasikia moto wa kuhubiri. Sasa tulikuwa tunatoka, ninabeba hata hizo speaker, tunabeba kwa mabega, keyboard tunabeba, na tunaenda na betri. Naenda naweka mkutano wa hadhara. Sasa kinachonishangaza, watu wanakuja kabisa. Na hata wakati nilifungua sasa kanisa la Isibania, hatuna vyombo, hatuna chochote. Tukaanza hivyo, na tukaanza kwa kanyumba kadogo, store ya mtu ambaye ni 15 by 10. Tukaanzia hapo. Wao tu walinileta wale watumishi, wakasema Bwana akubariki. Sasa kuanzia leo wewe ndio mhubiri hapa. Nikaanza na washirika 14. The year 2003. Nakumbuka vizuri, pani ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 3 2003. Unaona? Tarehe 23 mwezi wa 3 2003. Tukaanza hilo kanisa na watu 14. Ndio. Na watoto wakiwemo ndani. Kuanzia hapo sasa tukawa tunapiga makofi. 2003 na makanisa ambayo yametuzunguka hapo yana vyombo, na wewe unapiga makofi. Sasa kilichokuwa kinanishangaza, watu wanakuja hapo nje hata wanacheza. Sasa nasema hao wananilihaki ama namna gani? Wanacheza nini? Kuweko na ndugu mmoja hapa ambaye anaitwa Jackson, ndio amesimamia praise. Sasa hiyo alikuwa anaimba wimbo, anasema moto umewaka, moto umewaka, moto umewaka. Sasa watu naona hata hapo nje kwa karumu wako ambao tuko nako kadogo hapo, watu hapo nje wanacheza. Anasema hao wanatudiaki. Sasa wanachezea nini? Lakini kumbe ni Mungu ananiandaa. Cha ajabu, kufika mwezi wa 3
Mungu amenipatia washirika 2003 mwezi wa 3 tumenunua vyombo. Ndio, wow. Mwaka wa 2004 mwezi wa 4 tarehe 4 yani hivyo vitu nilikuwa nashangaa. 2004 mwezi wa 4 tarehe 4 tukafanya mchango. Mungu wa mbinguni akafungua njia, tukapata pesa. Yule ambaye nilikuwa nimealika kuwa mgeni wa heshima akaja akaangalia akatuuliza mmepata ngapi? Akamwambia tumepata shilingi 83. 2004 80,000 was a lot of money. Yeah. Mwenye nilialika kama mgeni wa heshima akaniuliza mmepata ngapi? Tukasema wamehesabu, wamesema ni shilingi 83,000. Akatuambia Bwana ameniongelesha niwapatie shamba. Amen. Na ukweli wakati alitupatia shamba watu wakapiga vigeregere, watu wakashukuru, akasema nimewapa shamba. Sasa kwa hiyo shilingi 83 tumia hiyo pesa kujenga. Na ukweli tukaanza msingi immediately baada ya kupata hii shamba mahali tuko sasa. Tukaanza msingi immediately. Alinipa hapa full plot moja na kwenda hapo nyuma sasa nilimnunulia shamba lingine ambalo nilimtengenezea title deed liko kwa barabara karibu hapo chini tu. Sasa akanipa sehemu yote pamoja na title deed mpaka huko nyuma. Na mimi nikamnunulia kwa barabara nikamuongezea akaniongezea mpaka huko nyuma mahali choo zinakaa. Mungu akaniendesha sasa mbio, kanisa hili likakua, likapata hata plot nyingine likasonga. Na sasa Mungu akaniinua. Nilikuwa reverend, nikainuliwa nikawa deputy overseer, nikatoka hapo nikawa deputy regional bishop kwa mkoa wa East Nyanza kwa miaka 5. Nimetolewa hapo, sasa mimi ni askofu kwa mkoa wa Pefa Bukuria South region. Amen. Yes. Asante sana Bishop, Mungu akubariki. Amen. Jambo la mwisho sasa, ili unaweza kuencourage watumishi wale ambao wanajipuka ama katika kanisa yoyote. Yaani unajua watumishi wako na matatizo mengi na hawana wa kuambia shida zao. Wewe kama baba unaweza kuwahimiza nini? Mimi himizo langu kubwa kwao ni kwamba wakati umeanza kazi ya Mungu mtegemee Mungu. Maana nakumbuka mimi niliomba mtu hata kunipa kale ka amplifier kadogo cha 4 na yuko na amplifier mengi akanikataza. Nikaumia kwa moyo sana. Nikaomba nikope pesa ni sehemu na ni kwa kanisa nishikie uwanja. Wakaniahidi, alafu siku ya kwenda kuchukua wakanikataza. Lakini nikiwa njiani ninarudi nyumbani, Mungu akaniambia niangalie, usiangalie wanadamu. Sauti, nilifika sehemu moja nikitoka Taranganya, nikafika sehemu moja inaitwa Kerege, sauti kabisa kanaitwa Peter. Hata nikashuka kutoka kwa baisikeli nikaangalia. Maana mimi nilikuwa natumia baisikeli. Na hata hiyo baisikeli ikaji ikaibiwa. Ni sasa no imagine natoka Masangora nakuja Isibania, wale ambao wanajua Masangora, na baisikeli imeibiwa. Mungu akanisaidia nikapata ka pikipiki kanaitwa Focus. Kumbe ni Mungu alikuwa anataka na mimi niwe na Focus. Bwana akanitoa hapo. Sasa kanisa vile lilikuja likainuka, Mungu akaniletea watendakazi, vyombo. Hivyo vyombo sasa niko na vyombo mpaka vya mkutano wa hadhara. Kutoka hapo Bwana akanisaidia, hata kanisa limenunua basi. Uone sasa kutoka hapo chini na kwa nyumba ka 10 by 15 mpaka kufika sehemu ambayo kanisa liko na watu zaidi ya 800, na ninajua nitaenda zaidi ya hapo. Na Bwana amenipa moyo wa kufanya mikutano ya hadhara. Mungu amenisaidia. Moyo wa kazi tu kamba. Yes, hiyo niko serious. So nataka nitie wale watumishi moyo kwamba acha kuangalia wanadamu, muangalie Mungu ambaye amekuahidi. Yes. Amina, asante sana mtumishi wa Mungu. Alafu neno lingine. Yes. Watu wasitangulize pesa kwenye huduma. Amen. Tanguliza Yesu. Pesa zitakuja zenyewe. Zitajileta. Tafuteni ufalme. Anasema tafuteni ufalme wa mbinguni kwanza na mengine hayo mtazidishiwa. Neno kuzidisha ni kupiga mara. Sio kusema mtaongezewa, sio kusema mtatolewa, mtazidishiwa. You will be multiplied. What you receive, it will be a sign of multiplication. Amen. Yes. Barikiwa sana mtumishi. Thank you, madam. Basi asante sana watazamaji wetu ambao mmekuwa mkitutazama katika
runinga yetu ya Gatembe TV, na washukuru sana, maana naona muda wako umezidi kuyoyoma. Basi wakati mwingine nitawaletea kipindi kingine kama hiki. Aliyekuwa na host kipindi ni Pastor Mary Kerubo, nikishirikiana na mwenzangu ambaye ni director wa hii kipindi Aaron Ototo. God bless you, tuonane wakati mwingine. Bye for now.